Nafikiri kikao chetu leo ni kizuri sana, kama tulivyokuwa tumekubaliana, tumeahidiana kwamba leo tukutane. Sasa nafikiri leo ndio siku ya kumleta John ili tumloge akubali kumwoa mshirika mwenzetu. Sijui mnanielewa? Mkuu, mbona tuko peke yetu? Au wenzetu hawajapata taarifa kama kuna kikao? Kweli hata mimi nashangaa, kwa sababu kila mtu ana taarifa. Na leo ndio ilikuwa siku nzuri ya kumleta John hapa. Sasa sijui kwamba kwa nini wameanza dharau. Labda nyama zimesha walevi. Ngoja niangalie kwenye mtandao. Hata kwenye mtandao hapatikani. Labda mtandao shiki. Sasa sijui wako wapi. Nafikiri wameanza dharau. Ninaahidi hawa nitawatengeneza mimi. Tuahirishe kikao. Nyilu. Kiganga. Nyilu. Kiganga. Mamdogo. Mimi nimeagiza bwana mara moja na bibi. Ndio. Bibi yeye anauma. Ana tatizo la kusumbuliwa na miguu. Anauma miguu? Anauma miguu. Kwa hiyo kaniagiza hivi. Mambo ya kuhusiana na Angel achana nayo mamdogo kuyafuatilia. Ndio bibi yako kutuma hivyo? Ndio kaniagiza hivyo. Na isitoshe bibi kashapata taarifa kutoka kwa yule kijana ya kwamba wewe utaki Angel akaolewa na yule kijana kwa sababu ni maskini. Hata yule kijana mwenyewe nimekutana naye. Akanielezea kuhusiana ya kwamba wewe humpendi amuoe mwanao kwa sababu hana pesa. Mamdogo, pesa zinatafutwa. Mimi naamini yule kijana ni mpambanaji sana. Pesa zinatafutwa mamdogo. Mwache Angel aolewe na yule kijana. Karine ya saa hizi kweli wewe unamtafutia Angel mwanaume wa kuolewa naye? Nakushukuru sana mpenzi wangu kwa kuweza kunikubalia ombi langu. Hakika umenifanya kuwa mwanaume wa pekee sana, na nimejihisi ni mfalme ambaye anamiliki dunia yote. Eliza, wewe ni zaidi ya warembo wote hapa duniani. Unavutia kila sehemu. Una macho mazuri, una midomo mizuri, yaani mwili wako wote unafaa kabisa kuitwa mrembo wa dunia. Nakupenda sana sana. Natamani sana tufanye haraka tuweze kufunga ndoa ili nikumiliki kabisa yani. Unasemaje kipenzi? Kweli? Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu asifiwe sana. Amina. Jamani, semina mmeionaje? Semina mtumishi ilikuwa nzuri. Tena kwa upande wangu naona itanisaidia sana katika maisha yangu. Basi mtumishi, Mungu akubariki sana. Na jioni ya leo hii nisingependa niwache hivi. Niwache na maneno ya Mungu hata kwa ufupi. Amina. Amina. Basi jioni ya leo ningependa niwache maneno mafupi yanayopatikana katika kitabu cha Wafilipi 4 na ule mstari wa 4. Sio kwamba mimi namtafutia ndio mwanaume wa kuolewa naye. Mwanaume kaja mwenyewe mwenye hela zake hapa. Mimi nikatae. Wewe uone maisha ninayoishi mimi. Maisha yenyewe ya kiumaskini, hali ngumu. Mwanaume kaja mwenye hela zake, nimkatae? Afu nyewe mmemng'ang'ania huyo maskini. Hata wasaidia niyo maskini, hata tusaidia nini hapa? Lakini mamdogo nakosea. Kwa upande wa Angel unamnyima haki yake. Mwache Angel alipochagua aende huko. Karine ya saizi si ya kuchaguliwa wanaume bwana mamdogo. Kwaona wewe upo pamoja na hao, si ndio? Niko tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Na nakuahidi Eliza, yani nitakufanya uwe na furaha siku zote za maisha yako. Niamini mimi. Unakumbuka nikuahidi kwamba nitakutafutia zawadi? Nakumbuka? Nani ndio umesahau? Wow. Hiyo ni kwa ajili yako. Umeipenda? Kweli? Neno la Mungu linasema
Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Upole wenu unajulikane na watu wote. Bwana yu karibu kurudi. Amina. Amina. Mimi nipende kuwasihi vijana wenzangu ya kwamba nyakati hizo nazo ni nyakati za mwisho na nyakati za hatari. Amina. Amina. Kwa niombe kwamba kwa umoja wenu, kwa jinsi mlivyo, muendelee kuwa pamoja na kufurahi siku zote katika nani? Katika Bwana. Kwa sababu Bwana yuko karibu kurudi. Hivi hata kwa mtazamo ukimwangalia yule kijana, anaweza hata kunijengea hata kibanda tu, hata chumba kimoja cha kuishi mimi hapa. Anaweza? Mdogo, sikiliza. Licha ya hivyo, pesa zinatafutwa. Atatafuta paka lini? Ni taratibu, afu ile mwanaume ni mpambanaji mdogo, nikwambie. Yaani mimi ngoja niwaambie hivi, umfikishie na taarifa huyo bibi yako. Mimi si ndo mama wa Angel. Mwanangu ataolewa na mwanamume ninayemtaka mimi. Sijui mmenielewa? Mwingine basi naomba ufanye jitihada ili niweze kuja kwenu kujitambulisha, tuweze kufunga ndoa haraka. Au unasemaje? Kweli? Nashukuru sana. Ninachokupendea kwamba huwa ukatai. Nikwambia jambo na nikubalia. Na nipende nikwambie tu, kwa sababu umekubali kuwa na mimi, kazi ni kufanya wewe mtu wa pekee sana. Wala tutakalohitaji baby nakupatia. Kweli kabisa. Sipati picha siku tutakapokuwa ndani ya shela. Basi jioni ya leo nisiwache hivi, atie maneno ya Mungu na nitake baraka za Mungu. Amina. Amina. Basi ngoja niombe ajili yenu. Baba Mungu, asante kwa jioni ya leo ambao Bwana tulikuwa na watoto wako na vijana hawa. Umeonekana Bwana katika semina hii. Ni muda mwingine tena ambao unakwenda kutawanyika na kuelekea nyumbani. Bwana onekana ukapigania na kuwatetea. Ninasimama kinyume na kila falme zote za adui shetani ambazo kujiliwa juu yao zishindwe kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Mungu awabariki, mwende salama nyumbani, karibuni nyumbani. Amina. Amina. Lakini mama mdogo, unachokifanya kwa karne ya sasa hivi sio ya kuchaguliana wanaume, unachokifanya sio. Mbona mwanaume yule yuko vizuri mama mdogo? Mama mdogo, kama ni hela zinatafutwa, kama ni chumba na sebule, yule ana uwezo wa kutafuta hela na akakujengea. Ngoja wewe umeolewa? Nani mimi? Wewe umeolewa? Hapana. Sasa kama hujaolewa na huyo kijana maasifa yote unampenda, siji mnampenda wewe na bibi yako, kwa nini asikuoe wewe? Ili umwache Angel aolewe na huyu mwanaume anayemtaka mie. Jambo jingine, kuna rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Clement. Huyu tumekutana akasema kwa jinsi ambavyo tulikuwa tunawasiliana vizuri, akajenga urafiki zaidi ya ndugu. Ameamua nipe zawadi. Akanipa t-shirt. Umeandikwaje? Basi hiyo ndo brand yake hiyo. Na hakuishia hapo, amenipa nyingine. Akasema hii moja nayo kupa ziada, mpelekee mtu unayempenda. Mimi kwa kufikiria nikasema mpenzi nayempenda hapa duniani, kaona chaguo langu la kwanza ni wewe. Sawa. Kweli? Unaweza kujaribisha? Hapa. Nasema nikupe naye kupenda. Jaribisha tuone kama itakupendeza. Amina. Amina. Karibu kwenu. Karibu nyumbani. Amina. Samahani mchungaji, mimi nilikuwa na shida na maombi. Kwa maana kuna vitu fulani vinanisumbua, nisivielewi, sifani nipo shuleni. Na hisi kama vile nisiji nimerogwa. Ndio maana nikawa naomba unisaidie maombi. Basi binti yangu, usiwe na wasiwasi kwa sababu hizo zitakuwa ni mbinu za shetani. Ndio. Na shetani siku zote hapendi watu wafanikiwe. Ni kweli. Sasa mimi nikuombe tu nikutie moyo kwamba usiwe na wasiwasi. Tunamwamini Mungu. Amen. Ila kwa leo hapana, kutokana na muda, nikuombe kwamba kesho jioni kama ukipata nafasi wewe njoo pale nyumbani, tutafanya huduma ya maombi kwa ajili yako. Amina. Amina. Asante mchungaji. Haya binti, nikutakie njema. Asante na kwako pia. Haya, wasalimie nyumbani. Asante. Hapana mama mdogo, unanisikia
Mimi ndio niolewe na kijana wakati yule kijana nampenda Angel. Ingekuwa ni hivyo basi. Maana naona mmeshoboka sana. Yaani wewe bibi yako na wewe Angel mwenyewe na wewe kijana mmeshobokea sana hili swala. Mpe uhuru Angel aolewe naye. Ila kwa hili mamdogo unanikosea kwa kweli kwa kusema mimi niolewe na shemeji yangu. Maana naona mmemzangia sana huyo kijana, imekuwa ni kijana nisisikii lingine, ni kijana. Kama mmempenda si yako hata wewe upo nyumbani pale kwa mama umekaa. Unamkosea Angel, ungempa uhuru aolewe na anayemtaka. Kwa ndugu kama upo pamoja nao, naomba uinuke uende. Hapana mamdogo nakosea. Yaani kwa upande wa mimi, nipo upande wa Angel, kijana pamoja na bibi na nitaendelea kuwasupport. Naomba uondoke. Na naondoka. Ukamwambie bibi yako huyo kwamba mama yetu kakataa. Naondoka lakini mimi ujue nipo upande wa Angel. Yaani sitokubali kabisa. Nenda bwana, nenda. Ukaona mnyima haki yake. Mimi naondoka mamdogo. Vipi kuhusiana na swala la kwenda kujitambulisha kwenu? Umesikia hatua gani kuambia wazazi? Nishamwambia mama basi yote. Kweli? Wow, nakushukuru sana. Ngoja niingie ndani. Sawa. Karibu binti. Asante. Karibu sana. Asante. Habari za huko utokako? Nzuri, tuko hapa nyumbani. Kwa kweli Mungu ni mwema, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Jambo la kushukuru. Vipi, ni mgeni machoni pangu? Hata kanisani sijakuona. Nyumbani wapi? Nimetokea kijiji cha 3 kutoka hapa. Ndio. Karibu sana. Kuja kwa usalama? Kwa usalama mdogo lakini. Ndio. Angel, kuna swala moja. Bila kichwa. Unajua mazingira hapa kijijini ni magumu sana. Pesa imekuwa ngumu. Nimelima vitunguu nikajua tutapata pesa, hakuna. Nimefyatua tafali nikajua tutauza, nenyewe imekosa wateja. Sasa kuna jamaa yangu ananiambia kwamba kwenye kazi kule mtoni ya kuvua samaki. Nasikia samaki zinatoka sana, kulala shilingi 20,000, 30, jambo la kawaida tu kwake. Kwa hiyo nimeona hivi tukamilishe malengo yetu ya mimi na wewe ya kufunga ndoa. Na kukamilisha ndoto zetu.
Kwani ni kazi ngumu, lakini nimeona nitafanyaje? Bora niende tu. Sawa, ile nasikia ni mbali. Unajua tena. Mchungaji, mimi nimekuja uniombee. Nasumbuliwa na mapepo. Ndio. Jambo lingine mchungaji, nasumbuliwa na uzazi. Ndio. Huu mwaka wa 10 sijapata mtoto. Mwaka wa 10. Ndio. Na ndoa yangu ipo mashakani kuvunjika. Kwanza pole sana. Asante. Na nikutie moyo kwamba umechagua fungu jema, kwa sababu hamna inayoshindikana kwa Mungu. Na kwa sisi tuliokoka, msaada wetu mkubwa sana ni maombi. Ni kweli ni mbali, alafu nafikia hata mawasiliano hakuna. Umeona? Kwa hiyo hata huduma hii hapa na pale itakuwa na mwagiza jamaa yangu. Umeona, atakuwa nakuletea. Haya. Kikubwa tuombe Mungu ende salama turudi salama. Unajua tena. Ndio maana nikasema ngoja nimwite kwanza mpenzi wangu. Ili siku 2-3 asinione niko kimya. Na ila nakuomba tu na wewe. Si unajua tena vijana wa hapa mitaani kwetu, nimeondoka basi utaanza kunyemelea spendi hiyo tabia. Hata usijali. Basi sawa. Haya poa, ngoja kaende nyumbani maana kati sijali. Na ninaamini ya kwamba nguvu za giza kwa Mungu hazina nafasi. Na hiyo ishu ya kuzaa, nadhani unakumbuka hata kwenye Biblia ukiangalia kitabu cha Mwanzo kwamba Hana baada ya kuwa ameolewa na Ibrahimu amekaa muda mrefu bila kupata mtoto, lakini baadaye Mungu alikuja kumkumbuka kwa wakati wa Mungu ulipofika. Kwa hiyo nikutie moyo ya kwamba hakuna kitakachoshindikanika. Tutamlilia Mungu, Mungu naye atajibu kwa wakati. Amina. Amina. Basi hamna shida. Kwa tuweza tukaangalia hata neno kidogo, kwa sababu Bwana Mungu wetu ni mwaminifu sana, kwa sababu Bwana haya mambo yalikuwepo tokea mwanzo na Mungu alifanya, na mpaka sasa hivi hao watu wamekuwa ni mfano kwetu. Kiangalia katika kitabu cha Mwanzo hapo Ibrahimu, ni kitabu cha Samueli ya Nora. Katika kitabu cha Samueli, Ibrahimu na Hana, Hana amekuja kupata mtoto wakati wa uzeeni. Na mwanae akamwita Samueli. Hatimaye baadaye akawa ni mtumishi wa Mungu. Amina. Amina. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba hata wewe hiyo inawezekanika. Amina. Basi naweza nikafanya maombi kwa ajili yako, na Mungu ni mwaminifu. Amina. Amina. Mungu akubariki. Basi simame kwamba tufanye maombi kwa ajili yako, maana tumwamini Mungu kwamba Mungu ni mwaminifu na Mungu anaweza. Amina. Basi hiyo ndio hapo. Fanya maombi kwa Mungu wetu. Basi binti nitakwenda kufanyia maombi, kwa sababu tunamwamini Mungu kwamba Mungu anaweza na Mungu anatenda. Kwamba kwanza binti nzuri kama wewe unakosa mtoto, kwamba hujazaa miaka 10. Ndio tulikuwa wapi ungekuonyesha wapi kwenye maombi hapo, tunafanya maombi mpaka sasa ungekuwa mtoto. Amina. Amina. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa, mwamini Mungu kwamba Mungu ni anaweza. Basi nitakufanyia maombi kuanzia sasa na Mungu ataenda kutenda. Amina. Amina. Baba, katika jina la Yesu, Mungu ndiye juu, na kushukuru Bwana kwa ajili ya binti huyu. Onekana Bwana kumsaidia, onekana Bwana kumtetea. Baba yangu inamweka mikononi mwako, onekana Bwana kumsaidia na haja aliyo nayo. Wewe sio mchungaji wa kweli. Unataka mtoto? Wewe mchungaji ni malaya. Ndio. Unataka mtoto? Hata washirika wako huwa unawafanyia kama unavyotaka kunifanyia mimi. Wewe mchungaji, unaogopa nini? Nenda. Wewe mchungaji. Wewe mchungaji. Wewe si mchungaji. Unakimbia nini sasa? Nakuuliza unakimbia nini? Wewe si mchungaji wewe. Mchungaji unakimbia kondoo wako. Wewe sio mchungaji. Wewe ni mchungaji malaya. Tena una pepo kuliko hata mimi. Sasa kwa sababu wewe ni pepo, umekutana na pepo mkuu. Nitakuonyesha na iwe mwanzo na mwisho
kufanya upumbavu wako kwa waumini. Mimi ni pepo, lakini sio zikafanya ujinga kama wako. Unachezea jina la Mungu, si ndio? Sisi tunavyokuona hivi, huyo Mwenyezi Mungu wako unayemwamini tunamwogopa, lakini wewe unamchezea. Sasa nitakuonyesha, na itakuwa mwanzo na mwisho, na liwe fundisho kwa watu wote wenye tabia kama yako, wachungaji feki.